Vurugu za Oktoba 29 na ustawi wa taifa. Dar es Salaam, Tanzania. Sisi wajasiriamali wa kada mbalimbali kutoka wilaya zote 5 za mkoa wa Dar es Salaam tumefikia maazimio haya baada ya kutafakari kwa kina madhira na madhara tuliyokumbana nayo sisi binafsi, biashara zetu, wafanyakazi wetu pamoja na wakazi wa mkoa kwa ujumla kufuatia vurugu na machafuko ya Oktoba 29. Tunatambua wazi kuwa wajasiriamali kama wadau wengine katika jamii tuna changamoto, madai, matamanio na mahitaji halali yanayohitaji kusikilizwa, kujadiliwa na kutatuliwa. Hata hivyo, uzoefu wa Oktoba 29 umetufundisha kwa gharama kubwa kuwa vurugu, uvunjifu wa amani, kuchoma moto mali za umma na binafsi, kutukana viongozi wa serikali na kila aina ya uchochezi haviwezi kamwe kuleta suluhu ya changamoto za wananchi. Tukitambua kuwa bila amani hakuna biashara, hakuna ajira wala hakuna maendeleo ya jamii. Tutapingana na wanaharakati wote waliojificha nje ya nchi wanaohamasisha vurugu, machafuko, uvunjifu wa amani na dharau kwa wananchi na serikali bila wao kubeba athari za matendo yao. Tutakataa kila aina ya ushawishi wa wanamitandao unaolenga kueneza chuki, migawanyiko na uchochezi miongoni mwetu. Tutawapinga wanasiasa wote wanaotumia vurugu, matusi na uchochezi kama njia ya kutimiza malengo yao ya kisiasa nje ya misingi ya kidemokrasia. Tunalaani kwa nguvu zote uharibifu wa miundombinu ya vituo vya mwendokasi ambavyo vilivyosababishwa na vurugu hizo za Oktoba 29. Watumishi kukosa ajira au kipato, wananchi kukosa miundombinu, huduma za usafiri katika maeneo husika, mzigo mkubwa wa kiuchumi katika jamii kuwa mkubwa, kukosa mahitaji maalum. Mazira ya wajasiriamali na wafanyakazi waliokuwa wameajiriwa katika taasisi mbalimbali au maeneo mbalimbali kuchoma moto, hali iliyosababisha kupotea kwa ajira, familia kukosa kipato, kuingia hali ya umaskini kwa muda mfupi. Sisi katika mkoa wetu tunaomba wajasiriamali wote tuwe kitu kimoja, tusikubali watu wanaotoa vishawishi ambavyo vinapelekea kuleta machafuko, tusikubali kuingia kwenye mitandao, tusikubali chochote kinachoendelea ndani ya mtandao, tusikubali, tukikemee na tukikatae kwa maslahi mapana ya taifa letu ili kulinda maslahi ya nchi na wananchi waliokopo katika taifa au katika nchi ya Tanzania. Sisi kama wafanyabiashara wa wilaya ya Ubungo na mkoa wa Dar es Salaam kwa ujumla tumejifunza kutokana na vurugu. Oktoba 29 kulitokea vurugu ambazo ziliitwa maandamano, lakini waathirika wakubwa tulikuwa sisi wafanyabiashara na jamii kwa ujumla na Watanzania wa hali ya chini. Tumejifunza kuwa vurugu au machafuko si njia sahihi ya kubadilisha utawala uliokuwa madarakani. Hapo tuelewane vizuri, ndugu zangu waandishi wa habari. Matusi au maneno ya kashfa kwa viongozi si njia sahihi ya kulipeleka taifa letu kwenye amani. Kulitokea vurugu ambazo sisi wananchi tulisema kwamba tunaenda kubadilisha maisha kupitia zile vurugu. Tujiulize, walioathirika ni nani? Waliokuwa madarakani au sisi wananchi wa kawaida wa hali ya chini? Leo hii sisi wafanyabiashara wa Kimara
tukitaka kwenda kuchukua mzigo Kariakoo, mwendo kasi hakuna. Leo hii vituo vya polisi ambao walikuwa wanatulindia biashara zetu hakuna. Kwa hiyo unafanya biashara, unatoka asubuhi kwenda kuchukua bidhaa uje ufanye biashara, unatetemeka, ulinzi hakuna. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania na wafanyabiashara wenzangu na waandishi wa habari, sisi tumejifunza mengi kutokana na zile vurugu.